Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 6 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni adui aliye ndani, ikiwa ni katika wiki ya Novemba 1 hadi Novemba 7. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu Antoni aweze kutubariki kwa ombi. Karibu mwalimu. Asante sana. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kutuongoza siku ya leo, asante kwa kutupea nafasi nyingine ya kuweza kulizungumzia neno lako. Kawe pamoja nasi na ukatubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina. Na mfungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yeremia, sura ni ya 17, aya ni ya 10. Yeremia 17:10 nasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vinjaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mwalimu, adui aliye ndani, hata kabla ya kuiangalia lesoni, sijui unaweza ukazungumzia nini kuhusiana na adui, hasa ukizingatia ni aliye ndani? Mwalimu, adui aliye ndani ni sisi wenyewe. Naam. Mwalimu, ukiangalia 5:17 wa Galatia inasema mwili unapigana na roho. Naam. Mwalimu, tusomee hii. Umesema ngapi? 5:17 wa Galatia. Naam, wa Galatia 5:17, neno la Mungu linasema hivi, linasema kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Bila shaka. Kwa hivyo tunaona mwili unatamani kupigana na roho. Naam. Na kwa huo mvutano hatuwezi tukafanya kile ambacho tunatamania kufanya. Unatamania kufanya mema, ila vita iliyo ndani yako inakufanya usiyatende. Kwa hivyo huyo ndiye adui mkuu ambaye tutaweza kuongelea siku ya leo. Tujue, je, huyo adui aliye ndani yetu tunaweza kumshinda kivipi mwalimu? Kwa hivyo mwalimu, unajaribu kusema kwamba binadamu aliyezaliwa na mwanamke, ukizingatia kitabu ni cha Warumi 8:7. Mwalimu, tupe Warumi 8:7. Inasema hivi, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na nguvu ambazo sisi wenyewe hatunazo. Bila shaka. Ili tuweze kushinda ubinafsi ambao binadamu anao. Kwa sababu binadamu kwa kawaida anataka kutenda dhambi na kutenda dhambi. Kwa hivyo lazima tuweze kupatia ruhusa nguvu ambayo sisi hatunayo, ambayo inaweza kutushindia mwalimu. Bila shaka. Na kama vile ambavyo tutaweza kutambua nguvu hii ambayo tunahitaji ni Yesu Kristo mwalimu. Mwalimu, kwa Kiswahili wanasema kikulacho nguoni mwako. Kwa hivyo unaweza kuwa unadhani kile ambacho kinakukula pengine kiko nje, lakini kumbe kiko ndani yako mwalimu. Kwa hivyo tutaweza kuangalia kwa kina, mapana na marefu. Je, adui aliye ndani ni nani huyu? Na je, inatupaswa kufanya nini ili kuweza kumshinda adui aliye ndani? Kwa hivyo popote ulipo usije ukatoka pale. Katika kitabu ambacho umesoma Yeremia 17:10, ambacho kinasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mwalimu, tunajua tunaokolewa kwa neema. Je, nafasi ya matendo ni gani mwalimu? Kwa sababu kuna wengine ambao wanasema matendo hayajalishi. Mwalimu, nafasi ya matendo hipo. Naam. Yesu Kristo alipokuja alituletea neema. Naam. Kwa hivyo neema ilikuja ili kutuwezesha kuzishika zile amri za Mungu. Naam. Lakini matendo yako lazima yakuwe sawasawa na matarajio ya Mungu ili neema iweze kukuwezesha. Neema haikulazimishi, inakusaidia kuweza kushika amri za Mungu. Na mwalimu, kwa hivyo tunaona lazima tuweze kuwa na imani ambayo inafanya kazi. Na imani inayofanya kazi inajidhihirisha katika matendo. Unapokuza mwembe unatarajia kuvuna mwembe ama miembe. Kwa hivyo hautapanda mwembe
alafu utarajie kupanda kitu uvune avocado kama vile ambavyo umesema. Kwa hivyo mti, matunda ambayo yanatoka kwa mti yanadhihirisha huo mti ni mti upi mwalimu. Kwa hivyo hilo ndilo jambo ambalo tulitaka kulisisitiza. Mwalimu, tunaona kwamba mafanikio ya kijeshi ya Israeli hayakutegemea idadi yao, mbinu za vita au werevu, bali juu ya uwepo wa shujaa wa kiungu aliyekuwa pamoja nao. Kumbuka haya tumekuwa tukiyazungumzia katika masomo ambayo yamepita, kwamba ni shujaa, amiri jeshi mkuu ambaye aliwawezesha kushinda mwalimu. Mwalimu, sijui ushindi wetu utatokana na nini basi? Mwalimu, ushindi wetu utatokana na Yesu Kristo. Kumbuka katika Wafilipi 4:13 pale inasema tunaweza kuyatenda yote katika Yesu ambaye atutiaye nguvu. Mwalimu. Kwa hivyo tukinjivika Yesu tutaweza kupata ushindi, sababu tutaweza kutenda yote ndani yake. Kwa hivyo ushindi wetu hautokani na nguvu zetu, uhodari wetu, werevu wetu, bali kutokana na Kristo ambaye anatutia nguvu kama vile ambavyo umesema. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili ambayo ina mada inayosema uvunjaji wa agano. Mwalimu, tupe kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 7, aya ni ya 1. Inasema, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Kami, mwana wa Zabidi, mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Mwalimu, ni mtu mmoja lakini tunaona hasira ya Bwana ikiwaka kwa Israeli nzima. Mwalimu, zidi kusonga. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethaveni upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Ai. Mwalimu, tunaona 2 inaanza ikisema kisha Yoshua akatuma watu toka Yeriko. Mara nyingi tunaona Mungu ndiye anayeanzisha, anawaambia enendeni basi mkautwaa mji fulani. Lakini hapa tunaona Yoshua hajapata kuzungumza na Mungu kujua Mungu yeye alikuwa amepangilia vipi. Kwa hivyo yeye anaanza na kuwatuma yeye mwenyewe. Mwalimu, zidi kusoma. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote ila waende watu kama 2,000-3 wakaupiga Hai. Mwalimu, kuna kitu ambacho kinastaajabisha hapa. Kumbuka walikuwa wametoka kushinda Yeriko. Na sasa wanaona Ai ni mji ambao ulikuwa ni mdogo mwalimu. Kwa hivyo wanasema hata idadi ya wanajeshi ambao wanakwenda vitani iweze kupunguzwa. Kwa hivyo waliwadharau wale wa Ai. Mwalimu, zidi kusoma. Usiwataabisha watu wote kwa kuendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapatao 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Hai. Watu wa Hai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shabarimu, wakawapiga huko kwenye matelemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Mwalimu, tunaona sasa hao watu wamekwenda vitani na wanatarajia ushindi, ila hawajamhusisha Kristo. Kumbuka tulisema Mungu ndiye ambaye alikuwa anawapatia nguvu. Sisi wenyewe hatuwezi. Na tunaona sasa wamefanya nini? Wameweza kutandikwa sawa sawa. Mwalimu, tupe 6. Yoshua akararuka mavazi yake, akaanguka kifundifundi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. 7 inasema, Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakaanani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bwana akamwambia Yoshua,
Haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza. Naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipo kiharibu kitu kile nilicho nacho kilichowekwa wakfu. Naam, kwa sababu wamelaaniwa, mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipo kiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Haya, inuka uwatakase watu, ukaseme, jitakaseni muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapo kiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Mwalimu, swali likaulizwa, ni sababu gani kuu mbili za kushindwa kwa Israeli na wakaaji wa Ai? Mwalimu, jambo la kwanza, Yoshua naam, hakuomba ruhusa ama hakumuuliza Mungu vipi kabla waende kuzuru ule mji wa Hai. Kwa hivyo walitumainia nguvu zao wenyewe. Naam, walichukua nguvu zao wakaweza kuenda wao kivyao bila kumhusisha Mungu. Naam. La pili ni hilo tunapata njibu katika 11 inasema, Israeli amevunja amri zangu kwa kuvichanganya vitu wakfu na vitu vyao, ama vitu vipasao na vitu ambavyo havipaswi. Na mwalimu, kwa hivyo kwa kuvunja hizi sheria mbili za Mungu, Mungu hakuwa pamoja nao, sababu anawaambia hakika sitakuwa pamoja nanyi mpaka mtakapojua tofauti ya vitu zangu na vitu zenu. Ahadi ya wana wa Israeli walitengeneza ikiwa ni kama mtu mmoja, ni jumla. Kwa hivyo hata ingekuwa ni mtu mmoja miongoni mwao ambaye anatenda dhambi, inachukuliwa ikiwa ni wana wa Israeli. Naam. Sababu ahadi, kumbuka ile ahadi waliweka na Mungu ilikuwa wana wa Israeli versus Mungu. Naam. Si mtu individual, si mtu binafsi. Si mtu binafsi. Naam. Ni Israeli kama taifa Naam. na Mungu. Naam. Kwa hivyo walikuwa wote wafuatilie hiyo. Kwa hivyo unajaribu kusema kwamba walikuwa wahusika wote, Israeli nzima. Kwa hivyo agano Mungu alifanya na Israeli kama taifa, lakini vile vile Mungu alifanya agano na mtu binafsi, kwa sababu inaanza kama taifa. Lakini ultimately binadamu, mtu pekee ndiye ambaye anafanya uamuzi, mtu binafsi. Kwa hivyo inaanza kama taifa. Ndiposa tunaona katika aya ya kwanza, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi. Kwa hivyo wote wamejumuishwa, licha ya kuwa lilikuwa kosa la mtu mmoja. Alafu inazidi kusema, maana Akani mwana wa Karmi mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Kwa hivyo inaanza kama taifa, inakuja mpaka kwa kila mtu inakuja kwa yale makabila 12, alafu inakuja mpaka kwa mtu binafsi. Mwalimu, kwa hivyo tunaona vile ambavyo inaenda. Kwa hivyo mwalimu, kuna makosa ambayo pengine tunaweza kuwa tunayafanya sisi kama wa binafsi, binadamu sisi binafsi, lakini makosa haya athari zake zinakuwa zinazagaa mwalimu. Kwa hivyo unapata kwamba kanisa limeweza kuhusika katika kutekeleza hilo kosa, na tutazidi kuona je inakuwa vipi. Kwa hivyo tunaona kwamba agano kati ya Yehova na Israeli lilihusisha watu katika ngazi ya mtu binafsi na ya shirika. Katika mtazamo wa agano, Israeli inachukuliwa kama umoja usiogawanyika wa taifa teule la Mungu. Kwa hiyo dhambi ya mmoja au hata baadhi ya washiriki wake inaleta hatia juu ya jumuiya nzima ya maagano. Kama Bwana alivyosema, Israeli wamefanya dhambi nao wamelihalifu agano nililo waamuru. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatatu ambayo ni dhambi ya Akani. Utasoma kitabu ni cha Yoshua 7:16 hadi 19. Basi Joshua akaondoka asubuhi na mapema, akawasogeza Israeli kabila kwa kabila
kabila ya Yuda ikatwaliwa. Akazisongeza jamaa za Yuda, akaitoa jamaa ya Wazera, akaisongeza jamaa ya Wazera mtu kwa mtu. Zabdi akatwaliwa, akawasongeza watu wa nyumba yake mmoja, na Akani mwana wa Kami mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda akatwaliwa. Joshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Mwalimu, kuna kitu ambacho kinajidhihirisha pale. Mbona aanze kuwakusanya watu katika makabila, katika vitu kama hivyo? Je, mbona alichukua muda huu wote? Kiangalia 18 nasema akawasongesha watu wa nyumba yake mmoja na Akani mwana wa Kami mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda akatwaliwa. Kwa hivyo mwalimu alikuwa anawasongeza ili aweze kupea Akani nafasi ya kuweza kukiri ukweli. Sababu anamuuliza, Akani mwanangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Kwa hivyo alikuwa anataka kumpea nafasi ya kuweza kukiri ukweli mwalimu. Naam. Na unaona hata Kutoka 16 inasema, basi Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, akawaongoza Israeli kabila kwa kabila. Kabila ya Yuda ikatwaliwa, akazisongeza jamaa za Yuda, akaitoa jamii ya Wazere. Kwa hivyo tunaona analeta makabila kwa makabila kwanza. Mwalimu huu alikuwa anataka kupatiana muda mwafaka wa yule ambaye alikuwa ameleta kitu kambini ambacho hakikuwa kinafaa kuwa kambini aweze kujitokeza. Mwalimu, unajua wakati fulani nakumbuka pale shuleni mwalimu angekuja, alikuwa anajua ni nani ambaye ametenda kitu, lakini anakuja anauliza, kama unajua wewe ndio umefanya kitu fulani, jamani naomba uweze kujitokeza. Anakupatiana nafasi ya kwanza, nafasi ya pili na nafasi ya tatu. Inapofika nafasi ya tatu, yule mwalimu inabidi aweze kutoa ushahidi na kusema ninamjua yule ambaye ametekeleza jambo hili. Lakini kumbuka amempatia nafasi ya kuweza kujitokeza, aweze kusema mimi ndio nimefanya hivi na hata labda kuomba msamaha. Mwalimu, unakumbuka kisa cha Adamu pale ambapo amevunja sheria ya Mungu, amekula tunda. Mungu anakuwa akitembea pale majira ya jioni. Anamuuliza Adamu uko wapi? Si kana kwamba hakujua kule ambako alikuwa, lakini alitaka aweze kuchukua muda ule, aweze kujifikiri, aweze kujirudi ili aweze kujua ile hali ambayo ako, lakini hatambui. Vile vile Akani anafanya hivi. Kwa hivyo tunapoona kwamba Akani anaangamizwa na familia yake mwalimu, muda ulikuwa umetolewa. Mwalimu, tutasoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 7:9 ambayo inasema, sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu nilihuzunishwa hata mkatubu. Maana mulihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba, liletalo wokovu lisilo na majuto. Bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Mwalimu, kwa hivyo tunaona huzuni ya dunia hufanya mauti, lakini huzuni kwa jinsi ya Mungu inaleta toba. Huyu hakukiri kwa jinsi ya Mungu, ndiposa tunaona kwamba atauawa yeye na familia yake mwalimu. Kwa hivyo tunaona athari ya toba isiyo ya kweli mwalimu. Kwa hivyo lazima tuweze kujua, je, toba yetu inakuwa vipi? Ni toba ambayo ni kwa sababu tunaogopa athari ya kile ambacho kimetokea, ama je, tumehuzunishwa kwa jinsi ya Mungu? Tunaona kwamba suluhisho la tatizo hilo lilifuata mwelekeo kinyume na namna lilivyoingia na kuitesa Israeli. Hatia ya shirika nzima inaondolewa kutoka kwa Israeli hadi kabila moja, kutoka kabila hadi familia, kutoka kwa familia hadi kaya, na kutoka kwa kaya hadi kwa watu binafsi. Kando na kufichua muhalifu, mchakato wa uchunguzi pia uliwasafisha wasio na hatia.
Hiki kilikuwa kipengele muhimu vile vile cha utaratibu wa kimahakama cha uangalifu, ambapo Mungu mwenyewe anatenda kama shahidi wa matendo fiche ya Akani. Msomaji anaweza kuhisi kabisa mvutano huo wakati Mungu anapomlenga Akani. Ni nani asiyeweza kushangaa kwa ukaidi wa mtu huyo kwa kutumaini kwamba angeweza kukwepa bila kutambuliwa? Hakuna kitu kilichofichwa kutoka kwa macho ya kupenya ya Bwana. Ukisoma Zaburi 139 uanzie aya ya 1 hadi 16. Usome kitabu ni cha Mambo ya Nyakati ya Pili 16:9, ambaye anajua yaliyofichwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Mwalimu, sijui unaweza ukaongezea nini katika dhambi ya Akani? Mwalimu, moyo wa binadamu Naam. ndio wenye chanzo Naam. cha maovu yote. Naam. Akani alikuwa anajijua yeye moyoni mwake ya kwamba ameweza kuvunja sheria ya Mungu. Naam. Kwa hivyo ilikuwa ajitokeze aweze kuomba msamaha. Naam. Alafu aweze kumtegemea Mungu, aweze kumsafisha, ila yeye hakufanya hivyo. Je, katika safari yetu ya maisha ni dhambi gani tunazojificha kama Akani na tunakataa kumtegemea Mungu? Mwalimu, kama vile Wakorintho wa pili 1:9 inasema Wakorintho wa pili 1:9 naam, ambayo inasema, naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuae wafu. Kwa hivyo tunapaswa kutumaini Mungu ambaye huwafufua wafu, si kujitumainia sisi wenyewe. Naam. Kwa hivyo Akani yeye aliweka siri zake na kujitumainia yeye mwenyewe bila kumuhusisha Mungu, lakini angemuhusisha Mungu hangepata kuangamizwa. Na mwalimu, na ukisoma katika kitabu ni cha Yeremia 17:9 inasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Iwapo tutafuata kile ambacho moyo wetu unatuambia na kupuuza kile ambacho neno la Mungu linasema, mwalimu, tutajikuta katika hali kama hii. Kumbuka uliweza kusema kwamba adui ambaye tunapigana na yeye sana ni adui aliye ndani yetu, ambaye tunajua ni vita kati ya mwili na roho. Kwa hivyo lazima tuweze kusikiza kile ambacho roho inasema, na njia pekee ya kusikiza kile ambacho roho inasema ni kutokana na neno la Mungu. Tusipofanya hivyo tutaweza kuanguka kama huyu Akani ambaye tunaona pia, mwalimu, kwamba familia yake nzima inaweza kuhusishwa katika janga hili. Mwalimu, tutaenda katika siku ya Jumanne ambayo ina mada inasema chaguzi za kutisha. Mwalimu, Yoshua 7:19 hadi 21. Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake. Uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara joho nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wa shekeli 50, basi nalivitamani nikavitoa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu, na ile fedha chini yake. Basi Yoshua akatuma wajumbe wakapiga mbio mpaka Yamani, na tazama, vile vitu vilikuwa vimefichwa Yamani mwake na ile fedha chini yake. Mwalimu, kuna vitu viwili ambavyo Yoshua anamwambia Akani kuvifanya. Jambo la kwanza, aweze kukiri kwa Mungu, na jambo la pili, aweze kumtukuza Mungu wa Israeli, mwalimu. Kwa hivyo vitu viwili ambavyo Yoshua anamwagiza Akani kufanya. Mwalimu, kwa bahati mbaya maandishi ya Biblia hayatoi dalili kwamba Akani alionyesha ishara yoyote ya toba. Kumbuka tumesema katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 7:9
tukasema kwamba kuhuzunishwa kwa jinsi ya Mungu kunaleta toba, bali kuhuzunishwa kwa jinsi ya dunia kunaleta mauti. Na jambo la kushangaza mwalimu, tunaona kwa bahati mbaya maandishi ya Biblia hayatoi dalili kwamba Akani alionyesha ishara yoyote ya toba ya kweli. Alitumaini hadi mwisho ibaki kuwa siri. Mwalimu, unajua kuna vitu vingi sana ambavyo tumeviweka kama siri, ambavyo unapata tunakufa. Mwalimu, wanakuambia Wakristo wengi wanakufa na siri nzito sana ambazo wao wenyewe hawajatubia. Mwalimu, unajua ni vibaya kufa kama hujatubia. Umebeba mzigo wa dhambi mwalimu, na unakufa. Si vizuri. Kwa hivyo lazima uweze kukiri, uweze kutubia dhambi, zile siri ambazo unazo, ukaweza kuzikiri mwalimu, na kutubia ungali hai. Kwa sababu ukifa mwalimu, imeisha. Mambo yako yamekwisha. Kwa hivyo mlango wa rehema huko wakati tuko hai. Ukifa mlango wa rehema umefungwa, mambo yako yamekwisha. Mwalimu, kwa hivyo tunaona huyu anatumainia siri hizi, hataki kuziachilia. Tabia yake ya dharau ulimstahili kuzingatiwa kama mkosaji mkuu ambaye hakukuwa na upatanisho kulingana na sheria ya Musa. Ukisoma Hesabu 15:27 hadi 31. Mwalimu, maneno ya Akani 7:21, sijui kama utasoma ili tuweze kuyadadavua. 7:21, nilipoona katika nyara njoho nzuri ya Babeli na shekeli 200 na fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nilivitamani nikavitoa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu, na ile fedha chini yake. Alitazama, kisha akafanya nini? Akatamani. Mwalimu, sijui kisa cha Adamu na Hawa mwalimu. Je, kuna mfanano? Tuende Mwanzo 3:6 mwalimu. Tupe Mwanzo 3:6. 3:6 Mwanzo inasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa, pia yeye anaona kwa chakula wapendeza macho. Kisha unampendeza. Nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mwalimu, kiangalia zote zinaoana ya kwamba Hawa aliona ule mti, akautamani na kuweza kuchuna lile tunda. Pia huyu Akani anaweza kusema aliona kwamba zile fedha zikampendeza, akaweza kuzichukua akaenda kuzificha. Mwalimu, kwa hiyo 21, hiyo 7:21 haonyeshi kutubu. Mwalimu, wacha nifike hapo tena ili niweze kuisoma. 7:21 inasema, nilipoona katika nyara njoho nzuri, samahani, nilikuwa nataka kusoma 20. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya na haya. Akani mwalimu alitamka dhambi alizozifanya, sio kwa nia ya kukiri, ni kwa nia ya kurecognize ama kutambua nilifanya dhambi hii na hii na hii na hii, ila kuchukua wakati wa kutubu dhambi. Hivi vile Hawali pia alienda akaona lile tunda na akafanya hivi na hivi na hivi, na Mungu alipokuja kuwatafuta walikiri, walikula tunda, lakini wakaanza kutoa vijisababu. Bila shaka hawakutubu. Kwa hivyo ni mambo mawili ambayo yanaoana sana kwa karibu mwalimu. Ukisoma katika kitabu ni cha waraka wa Yakobo, sura ni ya 1 aya ni ya 13 hadi 15, inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. 14, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa hivyo anafanya nini? Anajaribiwa na tamaa, kisha anavutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikishachukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti mwalimu. Kwa hivyo tunaona haya yote yanaleta mauti, na si ajabu tunapoona kwamba
yeye na familia yake wanaangamizwa kutokana na dhambi yao. Mwalimu, pengine mbona familia yake iweze kuhusishwa? Unaposoma mwalimu katika kitabu ni cha Mithali, tunaona kwamba hakuna mwizi na yule ambaye yule ambaye anahakikisha kwamba mwizi hajashikwa. Kwa hivyo wote ni wezi mwalimu, kwa sababu wewe haujahusika katika tendo la moja kwa moja kuiba, lakini umehusika kumwezesha mwizi kuiba. Kwa hivyo kwa sheria nyote ni wezi. Kwa hivyo kesi inapokuja nyote mnahukumiwa kama wezi mwalimu. Bila shaka. Kwa hivyo tunaona kwamba athari mwalimu, tunaona kwamba dhambi ya mtu mmoja inaweza ikafanya familia nzima kuweza kuangamia. Kwa hivyo lazima tuweze kujua, je, ni kipi hiki ambacho tumekileta kambini mwetu ambacho kinafanya sisi hatujafanikiwa, ambacho kinaleta mauti katika familia zetu. Kwa hivyo lazima tuweze kujichunguza, tuweze kuona mwalimu, ni kipi hiki ambacho tumeshikilia, ambacho mibaraka ambao Mungu ametuahidi hatupokei mibaraka hii. Mwalimu, ni wakati wa sisi haswa tunajua kwani katika familia mwalimu ambao ni wale wazee. Kwa hivyo mwalimu, ni wajibu wako wewe kama kuhani kuweza kuhakikisha kwamba uko salama. Hakuna kitu ambacho kimetiwa wakfu, kimefichwa nyumbani mwako. Kwa hivyo unafurusha vitu hivi vyote. Mwalimu, 12:15 Luka inasema hivi. Inasema, akamwambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Mwalimu, kuna jambo ambalo limezungumziwa katika siku ya Jumanne, kando na kumbusho la kuanguka kwa mwanadamu wa kwanza. Maandishi yanaangazia tofauti kubwa kati ya mitazamo ya Rahabu ambayo tulisoma katika kitabu ni cha Yoshua sura ni ya 2 na ile ya Akani. Jambo la kwanza tunaona, mmoja aliwachukua wapelelezi hadi darini na kuwaficha kutoka kwa askari. Mwingine alichukua vitu vilivyokatazwa na kuvificha kutoka kwa Yoshua. Jambo la pili, mmoja alionyesha fadhili kwa wapelelezi wa Israeli na kuwasaidia kupata ushindi. Mwingine anafanya nini? Analeta shida kwa Israeli kwa uchoyo wake na kusababisha kushindwa. Jambo la tatu, mmoja alifanya agano na Waisraeli, mwingine alivunja agano na Yahwe. Rahab alijiokoa yeye na familia yake na wakawa raia wenye kuheshimiwa huko Israeli. Lakini Akani alifanya nini? Alijiletea kifo yeye na familia yake na kuwa mfano wa kudharauliwa. Mwalimu, swali likaulizwa hapa chini, fikiria juu ya dhambi ya kutamani. Je, tunawezaje kujiepusha nayo bila kujali tuna vingi au vichache kiasi gani? Mwalimu, unajua ukisoma katika kitabu ni cha Ayubu, anasema kwamba amefanya a covenant, amefanya agano na macho yake kutotamani, kutomwangalia binti na kumtamani. Kwa hivyo na sisi vile vile tunafaa kufanya nini? Agano na macho yetu. Kitabu ni cha Ayubu 31:1, nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Kwa hivyo mwalimu, ni kumwangalia kwa jinsi ya kutamani. Kwa hivyo lazima tuweze kufanya agano na macho yetu, kutoangalia vitu vya watu na kuvitamani. Mwalimu, na unajua katika amri 10 ya Mungu mwalimu, kuna kutamani. Unaviangalia vitu, unataka, unavitamani. Kumbuka hiyo ni kuvunja sheria ya Mungu. Na kumbuka tumesema kuna tamaa ambayo inaleta nini? Kudanganywa, ambayo inaleta dhambi. Dhambi ikisha komaa inaleta mauti mwalimu. Kwa hivyo vitu hivi lazima tuweze kuviangalia na tusije tukavipuuza. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatano ambayo ni mlango wa tumaini. Mwalimu, mlango wa tumaini ukisoma katika kitabu ni cha Yoshua 8:1 hadi 29. Tumeona kwamba Israeli wamekwenda vitani na Ai kwa kutomshirikisha Mungu. Wakashindwa. Mwalimu, unajua sasa wanasema back to the drawing board. Lazima sasa warudi kwenye meza waweze kuona, je, ni wapi ambako tuliweza
kuambulia patupu. Ni wapi ambapo tulikosea wapi? Mwalimu, soma kitabu ni cha Yoshua 8:1. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, usiche wala usifadhaike, wachukue watu wote wa vita waende pamoja nawe, nanyi inukeni kwenda Hai. Angalieni, mimi nimemtia mkononi mwako huyo mfalme wa Hai na watu wake na mji wake na nchi yake. Mwalimu, nipe tofauti kati ya 7:2 na 8:1. Mwalimu, katika Yoshua 8:1, Naam, Mungu ndiye anaambia Yoshua vile anavyofanya, ndiye anampea maagizo, ndiye anawaambia venye wataenda. Lakini katika 7 Joshua ndiye anayesema, anayetuma watu waende wakapeleleze ule mji wa Hai, waende vitani. Waende vitani, ndiye anawacommand waweze kuenda, na ndiye anawapea mpangilio mzima. Mwalimu, kwa hivyo tunaona sasa 8 wanakwenda na baraka za Mungu mwalimu. Naam. Na unajua tumesema unapomhusisha Mungu kwa mambo yako yote, mambo yanakuwa shwari, lazima ufanikiwe. Nakumbuka wiki jana tulisema amani kamilifu. Naam. Na tulisema mwalimu, amani kamilifu imaanishi kwamba hakuna changamoto katika maisha haya. Naam. Lakini pale ambapo kuna changamoto una Mungu mwalimu. Unajua mwalimu, ni vizuri kuweza kuingia katika matatizo ukiwa na Mungu mwalimu. Lakini imagine unapoingia katika shida bila kumhusisha Mungu mwalimu, mambo yanakuwa ni mambo ambayo ni hatari sana mwalimu. Mwalimu, soma 8:4 na 7. Akawaagiza akasema, angalieni, mtaotea kuuvizia ule mji upande wa nyuma wa mji, msiende mbali sana na mji, lakini kaeni tayari nyote. 7. Basi nyinyi mtainuka mtoke hapo mwoteapo na kuushika mji, kwa kuwa Bwana Mungu wenu atautia mikononi mwenu. Mwalimu, nani anawapatia ule mji? Mungu. Mwalimu, tumekuwa tukisema kwamba Bwana ni mtu wa vita. Naam. Na yeye ni amiri jeshi mwalimu. Kwa hivyo Bwana anawaambia nitautia mikononi mwenu. Kwa hivyo wanapofuata maagizo ya Mungu wanashinda. Wanapokwenda kinyume na maagizo ya Mungu wanashindwa. Tunapokwenda kulingana na mapenzi ya Mungu tunashinda. Tunapokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu tunashindwa. Kwa hivyo katika mchakato mzima wa vita kuu mwalimu, lazima tuweze kwenda na vile ambavyo maagizo ambayo komanda wetu anatupatia. Iwapo atasema piga hatua 2 mbele, unapiga 2 mbele. Haupigi 1 mwalimu. Akisema piga 3, unapiga 3. Kwa hivyo lazima tuweze kufuata maagizo. Na tumeweza kusema kwamba Biblia ndio map, ndio njia, ndio GPS ambayo inatuonyesha kule ambako tunapaswa kuenenda. Kwa hivyo tusije tukakuwa wazembe kusoma Biblia. Mwalimu, unajua Wakristo wa sasa wamekuwa wazembe sana kusoma neno la Mungu. Na kwa hivyo hawajui pale ambapo wanaambiwa piga hatua. Mwalimu, hatujui kule ambako tuko katika ramani ya dunia. Kumbuka neno la Mungu, unabii unakuwa ni kama taa imulikayo kutuonyesha kule ambako tuko. Na kwa hivyo iwapo tutakuwa wazembe kuweza kusoma unabii wa Mungu mwalimu, tutakutwa kama watu ambao wamesinzia. Lakini neno la Mungu linasema sisi ambao tunasoma neno la Mungu hatuko kama wale ambao wamelala. Mwalimu, kwa hivyo lazima tuweze kuonyesha tofauti. Bila shaka ufunguo wa mafanikio ni katika imani ya Yoshua katika neno la Bwana na utii wake usio yumba kwake. Kanuni inayoonekana katika hadithi hii inabaki kuwa halisi kwa watu wa Mungu leo popote wanapoishi na hata katika changamoto zao zote. Kwa hivyo imani katika neno la Mungu na utii. Lakini kinyume na hayo mwalimu, mauti tu. Tunapata kwamba mwalimu, kwamba siku hizi watu wengi wanasema kwamba hakuna nafasi ya utii katika neno la Mungu. Lakini unashangaa, kwani tutakombolewa mwalimu katika uasi? Tunakombolewa katika utii mwalimu. Bila shaka. Lakini tumesema nguvu ni za Kristo ambazo zinatuwezesha kuzishika amri za Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe alizishika 100%. Kwa hivyo yeye pekee ndiye atayetuwezesha kuzishika amri zake ili tuweze kuwa watiifu. Mwalimu, tumekuwa tukisema mara nyingi kwamba Kristo kama Mungu anatupa nguvu za kushinda.
Alafu vile vile Kristo kama binadamu anatupa mfano wa kushinda. Mfano ambao ni wa kuigwa mwalimu. Naam. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Alhamisi, lakini kabla ya kufika katika siku ya Alhamisi mwalimu, je, mwalimu umewahi shindwa na vitu fulani lakini ukamtegemea Bwana akakuinua? Mwalimu, katika maisha haya kuna vitu vingi pengine ambavyo tumeshindwa navyo. Maisha yanakupiga mwalimu, yanakuweka chini, lakini unapomtumainia Kristo, kama hawa ambao walimtumainia Kristo katika sura ya 8, Mungu akaweza kutia maadui mikononi mwao. Kwa hivyo hata sisi Kristo, kile ambacho kimetushinda ataweza kututia mikononi mwetu ili tukaweza kupata ushindi, lakini cha kufanya ni kuweza kumtumainia Mungu yeye. Mwalimu, tupe Yuda 24. Inasema yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake, bali mawaa katika furaha kuu. Mwalimu, kwa hivyo Kristo ndiye pekee anaweza tufanya tusiweze kuanguka. Naam. Ili aweze kutusimamisha mwalimu katika utukufu. Kwa hivyo lazima tuweze kumtumainia huyu ambaye ana uweza, ili tukaweza kuwa na tumaini. Siku ya Alhamisi mwalimu, mada ni ushahidi wa nguvu za Mungu. Naam. Mwalimu, sijui kama una ushahidi. Je, kuna kitu ambacho Mungu amekutendea, kile ambacho pengine wewe kwa mikono yako uliona umeshindwa, lakini Mungu anatokea kwa njia yake ambayo haieleweki, anaweza kukupatia ushindi? Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Yoshua 7:6-9 ili tuweze kuona, je, ni kipi hiki ambacho Yoshua anajaribu kusema? Iwapo watashindwa, iwapo wamechapwa, itakuwa kuwa vipi mwalimu? 7:6 inasema Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifundifundi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Mwalimu, unajua anasema ukubwa ni jaa. Naam. Ukubwa ni jaa. Kwa hivyo Yoshua na wazee wa Israeli lazima wangefanya jambo, kwa sababu wametandikwa mwalimu. Hawajamhusisha Mungu akashindwa. Na kwa sababu ukubwa ni jaa, kuna jambo ambalo wanalitenda. Mwalimu, tupe 7. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, na watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Na utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Mwalimu, kwa hivyo kuna vitu viwili ambavyo mtumishi wa Mungu anavitetea hapa. Jambo la kwanza, taifa la Israeli. Itakuwa kuwa vipi na taifa la Israeli? Kwamba ulituvusha Yordani na sasa tumekuja kuangamia katika upande huu mwingine mwalimu. Kwa hivyo taifa la Israeli. Na jambo la pili ni kuhusiana na jina la Mungu. Je, jina la Mungu litasemwa nini? Mwalimu, tabia ya Mungu, kumbuka tumesema inakwenda sako kwa bako na jina lake. Bila shaka. Kwa hivyo ni kana kwamba tabia ya Mungu ingetiwa doa mwalimu. Na tunajua hata sasa jina la Mungu limeweza kutiwa doa, tabia yake mwalimu. Kuna watu wale ambao wanasema Mungu ni dikteta fulani ambaye yuko mahali fulani, ambaye hajali viumbe ambavyo ameviumba. Lakini kumbuka, shetani anafurahia pale ambapo binadamu wanakuja na mtazamo kama huu. Kwa hivyo jina la Mungu mwalimu liko hatarini hapa. Kwa hivyo tabia ya Mungu iko hatarini kutiwa doa. Ndiposa anakuja na kuuliza, itakuwa kuwa vipi Mungu? Mwalimu, unajua mara nyingi wa Kristo sisi ndio ambao tunaleta haya yote. Mwalimu, tupe kitabu ni cha Warumi 2:24 tuweze kuona, je, jina la Mungu linaweza kudhihakiwa kwa sababu ya sisi? Rumi 2:24. Naam. Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Mwalimu, kwa hivyo kutokana na sisi hawa ambao walikwenda vitani bila kumhusisha Mungu, jina la Mungu likawa limedhalilishwa. Bila shaka.
Kwa hivyo mara nyingi wa Kristo sisi ndio ambao we are our worst enemies. Adui aliye ndani mwalimu. Naam. Kwa hivyo sisi wa Kristo mara nyingi sisi ndio ambao hatupendani. Kwa hivyo wa mataifa wakituangalia wanasema waangalie hawa wa Kristo. Sisi wa Kristo ni wale ambao hatujali kile ambacho tunafundisha kinyume mwalimu. Wanawaangalia, waangalie hao. Hawa ni pretenders. Mwalimu ni kana kwamba ni waigizaji. Na vile vile mwalimu, jina la Mungu linatiwa doa. Ambalo tumesema Yoshua anajaribu kulitetea mwalimu. Mwalimu, unajua jina la Mungu unalitetea. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ndiye ambaye alikuwa akiwaongoza wana wa Israeli mwalimu, ili jina lake lipate kutukuzwa. Na kumbuka Mungu alitumia Israeli kama nuru ya kuweza kulitangaza jina lake kwa mataifa yote ambayo wangetangamana nao. Kwa hivyo nia ya Mungu ilikuwa ni kuweza kuhakikisha kwamba nuru ya Israeli kutokana na yeye inawamulikia wa mataifa, ili wanapo watazama wajue kwamba kuna Mungu ambaye yuko hai. Kuna Mungu ambaye anashinda miungu yao. Mwalimu, usijui wewe ulijifunza nini katika ushahidi wa nguvu za Mungu? Mwalimu, katika safari ya mbinguni, ili kuenda kuchukua ambacho tulichoahidiwa na Mungu. Mwalimu, tupe Petro wa kwanza 1:4 pale. Umesema kitabu ni cha Petro wa kwanza 1:4. Linasema tupate na urithi usioharibika, usio wa uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Kwa hivyo sisi wana wa Israeli wa siku za leo hatutafuti urithi wa kuenda kupigana na nchi fulani. Tunataka urithi usioharibika ambao tumewekewa mbinguni. Lakini kabla ya tufikie hapo, kuna vita mingi duniani ambazo ni vita ambaye ni adui aliye ndani yetu. Lazima kwanza tuweze kumshinda. Mwalimu, Rumi 8 tuanzie 6 pale, tushuke nayo polepole. Umesema kitabu ni cha Rumi 8 mstari wako wa 6, tushuke pale. Warumi 8:6. Naam. Kisoma katika kitabu ni cha Warumi 8:6, neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Mwalimu, kwa hivyo Rumi natuambia kwamba kwa sababu maumbile ya mwili wetu ni kupigana na kilicho chema ama ni kupigana na roho, tunapaswa tujivike Roho wa Mungu ambaye atatuongoza kurithi, kama vile Petro alivyotuambia, urithi usio haribika ambao ulio mbinguni. Njia pekee ya kuweza kufaindika ama kushinda, kwa sababu mwalimu ni vita. Sisi sio vita ambayo wana wa Israeli walikuwa wanaenda vita ya mikuki, vita ya kimikono ama vita ya kimwili. Sisi vita yetu tunapigana vita ya kiroho, na ni lazima tunjivae silaha halisi kwa vita ambayo ipo mbele yetu. Na silaha nayo mwalimu, tumemaliza kuona ya kwamba ni tumuombe Yesu Kristo aweze kutuvika Roho wake ili aweze kutusaidia kupigana vita na tushinde. Lakini kwa Yesu anatupea mwalimu basi napenda sana mwalimu. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1, neno la Mungu inasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Bila shaka. Kwa hivyo mwalimu, kwa kufanya dhambi kwetu, Yesu anatuambia watoto wangu wadogo na waandikia haya ili msitende dhambi. Lakini kama mkitenda dhambi tunaye Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hivyo letu ni kumtumainia Yesu Kristo ambaye ndiye mwenye haki, atuvishe haki yake, sababu sisi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini tukijivika Kristo tutaweza kufikia toba bila shaka, na kuweza kupata ushindi ndani ya Yesu Kristo. Mwalimu, kwa kutamatisha, unaposoma katika kitabu ni cha Isaya sura ni ya
64:6 inasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuandama kama upepo uondoavyo. Mwalimu, ndiposo unasema tuweze kumtegemea Kristo muombezi wetu ambaye ni haki yetu. Kwa sababu haki yetu sisi, mwalimu, ni kama nguo iliyotiwa unajisi, mwalimu. Ati matendo yako ya haki, mwalimu, ni kama nguo iliyotiwa unajisi. Kwa hivyo lazima tuweze kutumainia Kristo ili tuweze kushinda adui aliye ndani yetu, mwalimu. Na kumalizia, mwalimu, tumesema kwamba lazima tumtumainie Kristo kutuvika utu upya, aweze kutuvika ustahili wa haki yake, mwalimu, ili atakaporudi atukute kwamba tuko tayari, mwalimu. Kwa hivyo ni shauku yangu kwamba unamtumainia Kristo aweze kukupigania vita. Na mwalimu, utatutamatishia kwa ombi. Tuweze kuamini na kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa somo nzuri ambalo tumeweza kujifundisha. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, aweze kuzidi kutuongoza katika neno lako, atufunulie mengi na zaidi kutuweka wakfu ili tukue watakatifu na tuwe tayari ujapo mara ya pili. Kawa na kila mmoja wetu, kasaidia wasikilizaji wetu, kawabariki na kawapee Roho wako pia aendelee kuwa mwalimu wao kila siku, kuwanong'onezea yaliyo mema na kuepuka ile za mwovu shetani. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina.